إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يقول جل وعلا في كتابه يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين الآية. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال كانت ناقة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأظباء لا تسبق فجاء أعرابي على قعود له فسبقها فقالوا سبقت الأظباء فشق ذلك على المسلمين فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما عرف ذلك إن حقا على الله تعالى ألا ترتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. ndugu katika imani, baada ya utangulizi huu na sala na salamu kwa kipenzi cha umma Muhammad bin Abdullah na ali zake na masahaba zake, nachukua fursa kwanza ya kuihusia nafsi yangu na kuwahusieni nyote juu ya jambo adhima la kumcha Allah jalla wa ala. Katika khutba yangu ya leo, sambamba na aya niliyosoma na hadithi ya Anas ambayo ipo katika sahihi al-Bukhari niliyoitaja, nitahimiza juu ya jambo la kila Muislamu kujishusha kwa Muislamu mwenzake, kwa ndugu yake na rafiki yake, lakini nitataja makemeo kwa uchache dhidi ya jambo la kibri na ijab na kujiona na kujikweza. Nimeitaja aya baada ya khutba yangu ya haja ambayo Allah jalla wa ala ndani yake anasema ya ayyuhalladhina amanu
man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. الشاهد aliposema adhillatin 'ala almu'minin a'izzatin 'ala alkafirin, enyi mlioamini, yeyote ambaye ataritadi miongoni mwenu akauacha Uislamu, basi Allah Ta'ala atawaleta watu atakaowapenda yeye Allah Ta'ala na wao watampenda Allah Ta'ala. Hizo ndio sifa zao, lakini miongoni mwa sifa zao ni adhillatin 'ala almu'minin a'izzatin 'ala alkafirin, ni wenye kunyenyekea na kujishusha kwa ndugu zao waumini, lakini wao ni washupavu kwa maadui zao makufar. يقول الحافظ ابن كثير في تفسيره عند قوله أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين هذه صفات المؤمنين الكمل. أسمى hizi ndizo sifa za waumini waliokamilika katika imani yao. ayakuna ahaduhum mutawadhi'an li akhihi wa waliyihi wa mutaazzizan ala khasmihi wa aduwihi. Hizi ndizo sifa za muumini aliyekamilika, nayo ni awe mmoja wao ni mwenye kujishusha kwa ndugu yake, rafiki yake na kipenzi chake. Hata ikitokea wamepishana, basi walikuwa ni wa haraka kusameheana, na mmoja wao anajishusha kwa ile tawadhi yake na kujitia yeye makosani, na kama kweli yeye amekosea akakubali na kuomba radhi kwa ndugu yake. Akafika mahala yeye hajioni ni mbora kwa mwenzake, yeye ni mtukufu kwa mwenzake, yeye ni mshindi kwa mwenzake, amemshinda kwa kadhaa na kadhaa. Hawi hivyo. Sifa ya muumini aliyekamilika katika imani yake daiman huwa anajishusha kwa ndugu yake Muislamu, rafiki yake, kipenzi chake, na watengezeana udhur, lakini mutaazzizan ala khasmihi wa aduwihi, lakini huwa na izza, anakuwa ni mshupavu kwa khasimu wake, adui wake kafiri. Kama qala Ta'ala Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffar ruhama'u bainahum, al-aya. Wa min sifatihi sallallahu alayhi wa alihi wasallam ad-dhahuk al-qatal, na sifa za mtume wetu alikuwa ni mwenye kufurahi na wakubwa na wadogo, lakini alikuwa ni shupavu, ni mkali kwa maadui. يقول جل وعلا واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. أنا maamrisha mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallama, na amri kwake ni amri kwa umma wake, ya kwamba uweke chini ubao wako, jishushe chini kwa ndugu zako waumini waliokufuata wewe. Na imekuja katika al-hadith al-qudusi Allah Ta'ala akisema man aada li waliyan faqad adhantuhu bil harb, yeyote ambaye atamfanyia uadui wa kwangu mimi wali, basi nimemtangazia vita. Wa fi hadha alhadith az-zajru an idha'i al-awliya, ndani ya hadithi hii kuna makemeo makali ya kuwaudhi mawali, na katika safu yao ya kwanza ahlul ilm waliopo katika safu ya mbele katika dawa sahihi na manhaji sahihi. Al-Imam al-Bukhari ameitaja hadithi hii katika jamii yake kwenye kitabu cha at-tawadhu, mlango wa at-tawadhu. Al-Hafidh ibn Hajar alipokuja kuisherehesha hadithi hii akataja makusudio na malengo katika hadithi hii, akasema baada ya kutaja wajihi tatu juu yake, akasema huenda muradi katika hadithi hii na mlango huu ni kwamba hilo la kukatazwa sisi kuwaudhi mawali
halipatikanwi ila kwa kujikaza, ila kwa kujizuia na kuwaudhi wao na kujishusha chini. Makemeo ya kuwaudhi mawali wa Allah Ta'ala, hilo haliwezi kupatikanwa ila mpaka atakapokubali kujishusha na kuwapa nafasi zao wasomi wa dini na maulama na mawali kwa ujumla. Ili uweze kutokuwaudhi wao, lazima ujishushe chini na ukubali juu ya fadhila zao, na pale ambapo wao wametuzidi, wao maulama na mashaikh zetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa yeye anayengamia, kama alivyoeleza Anas ibn Malik. Ngamia huyo alimuita kwa jina la Al-Adhba, kama ilivyokuwa ada yake. Ngamia wake anawapa majina, na huyu ni tofauti na yule ambaye alikwenda naye kufanya ibada ya haji. Huyu alimuita Al-Adhba, alikuwa ni ngamia ambaye ni mwepesi wa kutembea na alikuwa hashindwi. Kanat la tusbaq fajaa arabiyun ala qaudin fasabaqaha. Siku hiyo alikuja mbedui mmoja na ngamia wake, akamshinda ngamia wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fashaqqa dhalika ala almuslimin, hilo likawa ni zito kwa Waislamu. Masahaba wakasema subiqatil adhba, leo amepitwa na ameshindwa ngamia wa Mtume. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotambua hilo, akasimama akawaambia, inna haqqan ala Allah ta'ala alla tartafi'a shay'un min ad-dunya illa wada'ahu, hakika ni haki ambayo ipo kwa Allah Ta'ala ya kwamba hakitoinuka kitu chochote katika vitu vya hapo ulimwenguni, hapa duniani, isipokuwa Allah Ta'ala hukishusha wakati mwingine. Akakubali Mtume sallallahu alaihi wasallam kushindwa kwa ngamia wake, na akalikiri hilo na hakutoa udhuru. Hakusema labda leo ni hivi na hivi, alikubali sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa miongoni mwa maana ya tawadhu, maana ya kujishusha, ni kukubali ukweli utakapoambiwa ukweli, kuikubali haki itakapokufikia, kukubali nasaha utakaponasihiwa, na kutojiona wewe ni bora kwa mwenzako. Wewe una fadhila kwa mwenzako, umemzidi mwenzako kwa ilmu na kitu fulani au kwa mali na vitu vingine, nataka na wewe uwe kinyume chake. Lakini kinyume chake ni kiburi, kinyume chake ni kiburi, kama ilivyokuja katika hadithi ya Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ardhah. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama alipokuwa anatajiwa jambo la mtu mmoja, alikuwa amevaa nguo zake nzuri na anapenda hivyo, lakini pia anapenda nywele zake na viatu vyake viwe vizuri, na kawaida yake huwa hivyo. Ibn Mas'ud radhiallahu ta'ala anhu anapokea maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibrin, hatoingia peponi yule ambaye patakuwa ndani ya moyo wake kuna chembe ya kiburi. Faqalu ya Rasulullah, katika riwaya faqala rajulun ya Rasulullah, inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Ewe Mtume wa Allah, mmoja kati yetu anapenda nguo zake avae nzuri na viatu vyake vizuri. Akasema sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha jamilun yuhibbu aljamal, Allah yeye ni mzuri na anapenda vitu vizuri, anawapenda wanaovaa vizuri, anawapenda wenye kuvaa viatu vizuri. Alkibru batarul haqqi wa ghamtin nas, lakini kiburi maana yake ni kukataa ukweli, kuikataa haki. Unapokuwa wewe umejulishwa haki ukakataa kwa kuona wewe ni mbora, unapokuwa wewe umeteleza, umekosea, kuwakosea ndugu zako, ukaambiwa umekosea, wewe hakuna siku unakubali, bali haki na ukweli uko na wewe tu, hiyo ndiyo kibri.
Al-kibru batarul haqq wa ghamtu an-nas, na kuwadharau watu ukajiona wewe ni mbora kumliko fulani, kuwashinda kina fulani. Ukifika mahala ukaona kwamba wewe una akili kuliko kina fulani na fulani, wewe ni mwerevu kuliko fulani, imani mwanafunzi mwenzako, muumini mwenzako, wewe una hofu ya Allah kuliko mwenzako au kuliko fulani na fulani, basi ujue wewe unazo alama kuu za kibri na ujub na kujiona. Falyahdhari almuslim, atahadhari muislamu na sifa hii mbaya, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallama anasema la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habatin min kibrin, hatoingia peponi yoyote ambaye kwenye moyo wake pana chembe ya kiburi. Aqulu ma sami'tum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala al-mustafa wa alihi wa sahabatihi al-kiram, amma ba'd. Ndugu zangu katika imani, kwenye khutba yangu ya pili sitokwenda mbali na khutba yangu ya kwanza. Al-Imam Muslim ameitaja hadithi ya Iyadh bin Himar radhiyallahu ta'ala anhu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema auha Allahu ilayya an tawadha'u hatta la yafkhar ahadun ala ahad wala yabghi ahadun ala ahad. Amenipa wahi mimi Allah. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema amenipa wahi mimi Allah subhanahu wa ta'ala ya kwamba jishusheni kwa ndugu zenu na jamaa zenu, antawadhau hatta la yafkhar ahadun ala ahad, mpaka asijifakhirishe mmoja kwa mwenzake, asije akaona mmoja ni mbora kwa mwenzake, au yeye ni mjuzi kuliko fulani kuliko mwenzake, ana elimu kuliko mwenzake, ana takwa na uchamungu na hofu ya Allah kuliko mwenzake, yeye ni mbora kinasaba na familia kuliko mwenzake. Wala yabghi ahadun ala ahad, na wala asifanye uadui mwingine kwa mwenzake, kwa sababu kibri kinapelekea huko, lakini tawadhi inamfanya mtu akasalimika na ndugu yake. Lakini pia mtume wetu sallallahu alaihi wasallam akasema wama tawadha ahadun lillah illa rafa'ahu Allah, hatojishusha yoyote kwa ndugu yake kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ila na Allah ta'ala atamuinua na kumpandisha daraja. Rawahu Muslim min hadithi Abi Hurairah. Lidhalika, ukitazama sira ya mtume wetu kipenzi cha umma Muhammad ibn Abdullah, alikuwa akipita mahala wako watoto wadogo, fayusallimu alaihim kama inda Muslim, anawasalimia watoto wadogo. Tofauti na sisi baadhi yetu, tukipita mahala wako watu, wako vijana, watoto wadogo, basi hatuwasalimii. Sasa ishara ya tawadhu na kujinyenyekeza kwa wenzako, kuwa mnyenyekevu kwa wenzako, basi ni kuwasalimia mpaka wadogo. Ndivyo ilivyokuwa tabia ya mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, ambaye ni kudwa, ni kiigizo chema kwetu sisi. Bal wakanat imaan wa jariya ta'khudhu bi yadi an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fatantaliqu bihi haythu sha'at. Anakuja kijakazi binti mdogo, pamoja na hali yake hiyo anaushika mkono wa mtume sallallahu alaihi wasallam, anamwambia twende hivi, na mtume sallallahu alaihi wasallam anakwenda naye. Akhrajahu Muslim. Qimma ya tawadhu ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Bali mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na tawadhu mpaka kwenye mialiko anapoalikwa, na akasema katika Sahih Bukhari, law du'itu ila qura'in au dhira'in la ajabtu, ningeitwa mimi, ningealikwa mahala pana nyama hata kama kidogo, mfano wa kimguu kidogo, basi mimi ningeitikia mwito, ningekubali. Walau uhdiya li qura'un au dhira'un laqabiltu, na ningepewa hadia, ningepewa mimi zawadi ya nyama hata kama ni kidogo, basi mimi ningeikubali. Qimma ya tawadhu, kilele cha tawadhu kwa mtume wetu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini kuna baadhi yao akialikwa na watu wa kawaida haendi, kwa sababu yeye ana nafasi amejipatia.
hiyo ni alama ya kuwa huyo ana kibri, sifa mbaya kabisa. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa akimaliza kula yala asabi'ahu thalatha, akilamba vidole vyake akimaliza kula, vidole vyake vitatu, kuonesha namna gani anatawadha. Lakini mwingine atachukulia kwamba yeye kwa sababu anayo pesa, anayo mali, yeye ni mtu fulani, hawezi kufanya jambo hilo, na anaona jambo hilo ni jambo la udhalili. Bali sallallahu alaihi wa alihi wasallam akasema, idha saqatat luqmatu ahadikum falyumit minha al-adha, litakapoanguka tonge la mmoja wenu aliokote haraka sana, aondoe mchanga na maudhi yaliyo juu yake. Wala yadaha lishaitan, asiache kwa ajili ya shetani. Tawadhu, kujishusha kwa mtume wetu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mtume wetu ambaye ni kipenzi cha umma, mbora wa umma, mbora wa manabii wote, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sisi tunayo haki ya kupita kwenye mstari huu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.